Kauli nyingine ya kushtusha kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump imezua mjadala mzito kuhusu sheria za kimataifa na jukumu la jeshi la majini la Marekani, yani US Navy. Akizungumza kuhusu operesheni zinazoendelea katika mlango bahari wa Hormuz na maeneo mengine ya kimkakati, Trump amefananisha mbinu za Marekani za kukamata meli zinazokiuka vikwazo, hususan za Iran, na shughuli za uharamia, yani piracy, lakini kwa upande wa faida ya kiuchumi. Anasema sisi ni kama maharamia tu. Trump anatumia lugha hii ya kusisimua kueleza sera yake ya maximum pressure, yaani shinikizo la juu dhidi ya maadui wa Marekani. Kwa kusema ni biashara yenye faida sana, Trump anamaanisha kuwa kukamatwa kwa meli za mafuta na bidhaa nyingine haramu kunachangia mapato ya Marekani. Chini ya sheria za Marekani, mali zinazokamatwa kwa kukiuka vikwazo vya kigaidi vinaweza kupigwa mnada na fedha hizo kuingizwa katika mifumo ya serikali au kulipa wahanga wa ugaidi. Lakini ingawa neno pirates, yaani waharamia, lina sifa mbaya kitaifa ama kimataifa, Trump analitumia kama kejeli kuonyesha nguvu ya jeshi lake. Anataka kutoa ujumbe kuwa Marekani haitashauriana na mtu yoyote inapohusu maslahi yake yanapoguswa. Itachukua hatua za nguvu mshindani wake akipenda au hata asipopenda. Kauli hii ni onyo kwa wananchi ama nchi kama Iran, Urusi na hata China kwamba meli zao zinazojaribu kukwepa mazingira ya Marekani ziko hatarini kukamatwa na kutaifishwa kwa faida ya Marekani wenyewe. Kauli hii inakuja wakati ambapo Marekani imekuwa ikizuia meli zinazobeba mafuta ya Iran, huku bei ya mafuta ya pipa moja ikizidi kupanda juu ya dola 100 kwa pipa. Lakini meli ya kifahari ya Kirusi, yani Nord, kupitia Hormuz juzi kumeonekana kumkasirisha Trump, na sasa anasisitiza kuwa jeshi lake litakuwa kali zaidi baharini. Na wakosoaji wa kimataifa, wanadiplomasia wa Umoja wa Mataifa wameanza kuhoji kama hatua hizi zinakiuka mikataba ya bahari. Lakini Trump amekuwa akisisitiza kuwa Marekani kwanza ndiyo sheria kuu. Huu ni mwendelezo wa mbinu za rais wa Marekani Donald Trump za kutumia jeshi kama kifaa cha kidiplomasia na kiuchumi kwa wakati mmoja. Swali ni je, unaona mbinu hii ya uharamia ama kuparamia kisheria itasaidia kudhibiti maadui wa Marekani au itazidisha uhasama na kusababisha vita kamili vya baharini? Nadhani sehemu ya komenti itakuwa sehemu sahihi ya kwenda kusikia upi mtazamo wako juu ya matamshi haya ya Trump. There was no response. Turn your ship around. Evacuate your engine room immediately. And you see all these guys running out of there. Now, they're 5 miles away, and one shot into the engine room blew up the engine room. The ship stopped. They used tugboats, and then we landed on top of it. On top of everything else, we then land on top of it, and we took over the ship. We took over the cargo, took over the oil. It's a very profitable business. Who would have thought we were doing that? We're like pirates. We're sort of like pirates. But we're not playing games because, you know, for 47 years, Iran has been pushing everybody around. They're the bully.